ilikuwa hakuna. Lakini kipindi cha pili tumeona timu zilikuja, mabadiliko yakafanyika, tukaona hadhi ya finali kwa kweli. Kwa hiyo mimi jana binafsi yangu nilienjoy sana. Labda mbinu gani zilikufurahisha kwa makocha wa pande zote mbili? Kikubwa mbinu ambazo zilinifurahisha kwanza kwenye eneo zima la kiungo makocha, kwa sababu baada ya kuona kwamba timu katikati ya kiungo zimezidiwa, wote wakaamua kufanya mabadiliko. Ndio maana tukaona pale baadaye wakina Kanuti waliingia kwa upande wa Azam, tuliona pia wakina Mudathir Yahya waliingia. Ile yote ni kwenda kukamata eneo la kiungo. Unajua kwenye mpira eneo zima la kiungo ndio kila kitu. Kama eneo lako la kiungo aliko vizuri, basi huwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo katika sehemu moja ilinifurahisha kwenye upande wa mabadiliko ni eneo zima la kiungo. Tukiendelea hapo, bwana Pacome Zouzoua anapewa penalty. Mwisho wa siku anakosa. Je, shujaa wa mchezo ule, je, man of the match angekuwa Barakonte ama Aishi Manula? Kwa upande wangu bwana napata wakati mgumu kulijibia hilo, lakini kwa upande wangu nafikiri man of the match alipaswa kuwa Aishi, kwa sababu ule mchezo kama sio Pacome Zouzoua kukosa ule mkojo wa penalty, basi Yanga angeweza kushinda ndani ya dakika 120, lakini tunaona ushujaa wa Aishi Manula uliweza kusaidia wakaenda kwenye mikwaju ya penalty. Kwa hiyo issue ya Pacome kukosa penalty nafikiri ni issue tu ya kawaida ambayo mchezaji yote anaweza kukosa, japokuwa amepoteza ndio mkojo wa penalty, lakini haiondoi kwamba Pacome ni miongoni mwa wachezaji bora ambao tuko nao kwenye ligi yetu ya Tanzania. Barakonte kiwango alichokionyesha ni kweli mwenye hadhi ya nyota 5 kama watu walivyokuwa wanahitaji siku zote kumwimba Barakonte. Usajili wake ulitikisa sana, na jana ameonyesha kiwango cha hali ya juu. Kila anapokuja kila mpira unapotua yeye yumo. Kwako Steven, mechi ya jana umecheki kwa Barakonte? Barakonte ni miongoni mwa wachezaji wazuri, si mchezaji mbaya, ni mchezaji ambaye physical kwanza yuko vizuri, ni mchezaji ambaye ukizungumzia miongoni mwa wale wachezaji ambao ni wakata umeme huwezi kukosa kumtaja Barakonte. Ni mchezaji mzuri, lakini nafikiri changamoto kwake imekuwa ni ukosefu wa nafasi. Kwa hiyo nadhani kwa mchezo wa jana kwa namna moja au nyingine amekuwa na mchezo mzuri, ameperform vizuri, lakini natarajia kuona kama ataendelea kuwepo, kwa sababu kuna tetesi zinasemekana kwamba inawezekana yeye na Mo Dumbia wakatolewa kwa mkopo. Kwa hiyo kama ataendelea kuwepo na kama ataendelea kupata nafasi, naamini Barakonte bado ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana. Kwa upande wa Mapinduzi NMB bwana, safari hii inaonekana kwamba kidogo dau imepanda kwenye mashindano yale, na tunaona mabadiliko yamefanyika na mpira umekuwa na hadhi yake. Kwa upande wako, je, Mapinduzi umeonaje kwako? Mapinduzi kama Mapinduzi kweli kwa upande unazungumzia sasa wale main sponsors nafikiri ni wamefanya jambo zuri kwa kuongeza idadi ya kiwango cha pesa, kwa sababu mara ya kwanza kombe la Mapinduzi lilikuwa ni kombe ambalo watu walikuwa hawatilii uzito sana, hata timu zikija mara nyingi zinakuja tu kawaida kwa sababu ya ule mpunga ulikuwa ni mdogo. Lakini mpaka sasa hivi tunaona pesa imeongezeka. Jana tumeona bingwa amepata milioni 150, lakini tunaona mshindi wa pili amepata milioni 100. Sio hela ndogo. Kwa hiyo nafikiri kwa walichokifanya main sponsor ambao ni NMB na wengine, kikweli wanastahili kupongezwa kwa sababu wameongeza ile hadhi ya michuano Mapinduzi. Na mimi nafikiri kuelekea tena msimu ujao wataendelea kufanya vizuri zaidi ili michuano iendelee kuwa na mvuto zaidi. Tukigusia tena kwa Ali Mosheli, tunamuita Mosheli. Butwali Mosheli. Butwali Mosheli ameonyesha kiwango kizuri sana siku ya jana, akatoa penalty na kuwapatia Young Africans ubingwa kwa mara ya 3. Of course mara ya 3. Na bingwa mara nyingi ni Azam FC ambaye amechukua mara 5 bila shaka. Kiwango cha Ali Mosheli tunasema no diara no problem. Hii inaonekana kwa engo ya Young Africans. Kwa namna moja au nyingine, kwanza tumpongeze kijana, ameonyesha mchezo mzuri kwa kweli. Na mimi binafsi mara nyingi huwa na tabia ninasema kwamba siku zote kwenye timu panapokuwa na golikipa mgeni alafu kunapokuwa kuna golikipa mzawa, mimi mara nyingi huwa sina shida na golikipa mzawa akienda kwenye hiyo timu kama atakuta golikipa mgeni. Mimi nina wasiwasi tu na ile nafasi. Kwa hiyo Msheli sio kipa mbaya, ni kipa mzuri, lakini shida tu ni changamoto ambayo yupo pale Jigi Diara. Diara ni golikipa mzuri, lakini haiondoi kwamba Msheli ni golikipa mbaya. Ni golikipa mzuri, lakini amezidiwa tu vitu kadhaa na Diara. Kwa hiyo kwa jana ambavyo Msheli ameperform, of course ameperform vizuri, tuendelee kumpongeza, lakini kama ataendelea kupata nafasi, ushauri wangu akaze. Kila kitu kinawezekana. Tukienda kugusia engo nzima ya mchezo kwa ujumla, kati ya Azam FC ndio wenyeji wenye mchezo ule na Young Africans kwa pamoja, mchezo kwako wewe umeona mchezo wa aina gani? Umekuvutia kiasi gani? Umeleta ladha gani kwa mashabiki na wadau na wapenzi wa soka
kwa Tanzania na Afrika kiujumla kwa mchezo uliopigwa siku ya jana pale Migombani Pemba? Ya, nafikiri mchezo ulikuwa mzuri, na kwa mtu ambaye aliangalia jana mpira mwanzo mwisho atakubaliana na mimi kwamba mchezo ulikuwa una hadhi kubwa ya fainali. Kiukweli timu zimejitahidi kuperform kwa kadri zinavyoweza, na kila timu jana ilijitahidi kupambana na kupata matokeo mazuri, lakini wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Mwisho wa siku Young Africans wameendelea kuwa mabingwa, wamechukua kombe na ndio timu pekee ambayo mpaka sasa hivi imeshachukua makombe yote. Wamechukua kombe la ligi, wamechukua muungano, wamechukua mapinduzi, wamechukua CRDB. Kwa hiyo nafikiri mchezo jana ulikuwa mzuri, lakini tuendelee kuwapongeza Yanga, kwa kweli wana timu